Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mwandishi mkongwe wa habari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa ulimwenguni kutoka nchini Marekani, Tucker Carlson, anasema Rais Putin kwa sasa ndio kiongozi maarufu zaidi ulimwenguni. Sababu za msingi ni kwamba rais wa Urusi anatanguliza maslahi ya nchi yake, kwa mujibu wa mwandishi huyo wa habari wa Marekani, Bwana Tucker Carlson. Rais Putin ndiye kiongozi ambaye anatajwa kuwa ndiye kiongozi maarufu ulimwenguni, na hii ni tathmini iliyofanywa na mwandishi huyo wa habari kutoka nchini Marekani katika mahojiano na RTVI nchini Marekani. Nje ya Ulaya Magharibi, Canada na Anglosphere na karibu maeneo mengi katika Ulaya, haiwezi kuwa na viongozi kama rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, na ndiye kiongozi ambaye watu wa Magharibi hawampendi, Carlson aliuambia mtandao huo. Anasema yeye ndio kiongozi maarufu zaidi duniani kufikia sasa. Carlson alisema akibainisha kwamba sababu kuu ya umaarufu wa Putin duniani ni ukweli kwamba ameweka maslahi ya nchi yake juu ya kwake mwenyewe kwa njia nyingi, kwa njia ambazo viongozi wa Magharibi hawana. Alipoulizwa ikiwa mtazamo wake juu ya mtazamo wa ulimwengu wa Putin ulikuwa umebadilika baada ya mahojiano 8 mnamo Februari mwaka 2024, Carlson alisema kwamba alishangaa kutambua rais wa Urusi kweli anapenda Magharibi, na kwamba labda anaipenda zaidi kuliko mtu yeyote ambaye angeweza kuchukia nafasi ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Hata hivyo, rais wa Urusi Bwana Putin anatajwa kwamba ni miongoni mwa viongozi katika ulimwengu ambao wametanguliza maslahi ya mataifa yao, lakini pia wamekuwa viongozi waadilifu na viongozi wenye kuhitaji mafanikio ya nchi zaidi kuliko mafanikio yao wenyewe. Rais Putin ndiye kiongozi anayepambania taifa lake zaidi, lakini pia anahitaji heshima ya taifa lake. Katika miaka ya hivi karibuni, baada ya kusambaratika kwa Umoja wa Sovieti, ni Rais Putin aliyeingia madarakani mwaka 2014 ambaye ametengeneza mazingira mengi katika taifa hilo, hususan katika kuimarisha uchumi wa taifa hilo, lakini pia kuimarisha siasa za ndani katika taifa hilo, lakini uzalendo uliotukuka katika taifa hilo. Kupitia mahojiano hayo na RTVI US, Carlson pia alipendekeza kwamba Marekani, Ulaya Magharibi na sehemu kubwa za ulimwengu ulioendelea kiviwanda ziko katika hatua ya kushuka, wakati Urusi inapitia uamsho wa kiroho na inajidhihirisha kuwa nchi yenye ustawi na hisia ya kujitathmini na hisia ya kusudi. Na amependekeza zaidi kwamba hii ilikuwa moja ya sababu za Magharibi kuichukia sana na kutaka kuiharibu. Carlson aliliambia gazeti la Bild la Ujerumani mwezi Julai kwamba wakati Putin alikuwa akifanya kazi kubwa kwa Urusi, viongozi wa Magharibi walikuwa wakikosa watu wao. Nchi zao zinashuka, lakini Urusi inapanda. Unapaswa kuwa na wazimu kwa viongozi wako, badala yake unamkasirikia Putin, aliambia chombo hicho cha habari. Carlson aliendelea kupendekeza kwamba maafisa wa Ujerumani walikuwa wakimshambulia Putin na Urusi ili kuvuruga umma kutoka kwa masuala ya ndani ya uchumi na uhamiaji. Carlson anasema wakati huu ukifika nchini Urusi ni tofauti na Urusi inayotangazwa na vyombo vya habari vya Magharibi. Ni Urusi iliyoendelea, watu wake wakiwa na amani, nchi ambayo watu wake wanapambana kulingana na namna ambavyo Rais Putin amewajenga kisaikolojia, lakini pia amewajenga katika namna ya mapambano ya kiuchumi, lakini pia wengine wakipambana katika kuhakikisha wengine wanakuwa na amani, hasa wakitajwa watu wa Donbas wenye asili ya Kirusi. Na hivyo kimsingi Rais Putin ametengeneza mazingira ya kiongozi anayewatetea Warusi katika maeneo ya Donbas. Mtazamaji wa The World News, Rais Putin ametajwa moja kati ya viongozi maarufu ni kutokana na matendo yake, lakini pia ni kiongozi ambaye amejitolea kwa jasho na damu kwa ajili ya maendeleo ya taifa hilo la Kirusi. Ni kiongozi ambaye anatajwa kila kukicha na vyombo vya habari vya ndani na nje ya Urusi, hasa vya Magharibi na Marekani na hata Afrika, lakini pia ndiye kiongozi ambaye anatajwa kwa mambo mengi mazuri, licha ya kwamba watu wa Magharibi wamekuwa wakimtaja katika mambo mabaya. Ni kiongozi ambaye sasa hivi ametengeneza mazingira ya Urusi kukubalika katika maeneo mengi, na ndio maana hata wakati Urusi ikiwa imetengwa na mataifa ya Magharibi, lakini kuna mataifa mengi ambayo yameanza kuwa na uhusiano wa karibu na Urusi, ikiwa ni pamoja na katika bara la Afrika ambalo watu wa Magharibi walilitawala kwa muda mrefu, na hata Marekani pia.
Lakini ukiachana na bara la Afrika, Asia kuna mataifa mengi tayari yamehitaji muungano na Urusi, hasa katika uchumi, lakini pia na hata katika masuala mengine, ikiwa ni pamoja na masuala ya kiusalama. Endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi kuhusu ulimwengu unaenda vipi na ni nini kinaendelea katika masuala ya siasa za ulimwengu. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.